hapa. Darasa. Yupe hapa. Wanakusingizia wewe. Wangu simehesabu namba mimi wana. Kwa hiyo wewe watakusingizia? Eh? Wewe watakusingizia? Watakusingizia? Oh, nini? Yamtoa. Unashika fimbo, toa hilo. Unafuta nani? Eh? Wewe, njoo hapa. Kneel down please. Kneel down. Wewe. Takupasua. Hivi wote watakusingizia wewe. Wewe usifanye mengi sawa. Wote hawa watakusingizia. Ambaye amewahi ni yupi? Kati ya huyu hapa Elini na huyu hapa. Shika masikio. Shika masikio haraka sana zitanana. Wacha na ngoja basi. Wewe, mimi sio mtu mwenzako. Wewe, umenifuata mpaka huku? Huogopi? Kwa ajili ya upendo wangu wa dhati kwako, sioni kama kuna haja ya kuogopa. Sawa, niambie. Vipi, masomo yanaenda lakini? Yeah. Naweza nikakushika kama mkono kidogo? Bila shaka. Leo umefana kweli. Nikikushika hivi, moyo wangu unadunda kama spika za kanisani. Ila wewe, acha bana, utaniua kwa maneno yako matamu. Hapana. Kwa ajili ya upendo wa dhati ndio maana nazungumza hivi. Nitakupenda leo. Nitakupenda kesho. Mpaka siku utakapohitimu shule. Nitakuwa na wewe. Najua una pressure na masomo. Lakini mapenzi yangu ni sawa na dawa ya msongo wa mawazo. Gizu, nakupenda sana, lakini tusipate matatizo. Hii ni shule. Tuipe muda wake. Walimu wakigundua, tutaumia wote. Sidhani kama itakuwa kwangu tu. Miaka 30 jela. Sioni kama ni mingi sana. Kama nitakuwa na kumbukumbu zako. Sawa. Nakupenda. Nakupenda pia. Tunaweza tukaongozana? Mambo vipi Angel? Nimeona nipite nikusalimie kidogo. Sijambo, karibu. Asante. Mpira mrefu Kaketi alikuwa Ijuka Buya, kipengera kimenyanyuka kwa shule kwamba Si jamaa unajua kucheza. Alibaki kidogo tu. Si
Angempigia kule yule na ngejaza katikati majala. Naona nikata stimu hatari. Sio anacheza manini sasa. Yaani mtu na golikipa halafu mtu anapiga nje mjomba nini sasa? Simba wanakaa imara. Imetengenezwa ili hapa Pacome Zouzoua nyuma ya mgongo wa Shomari Kapombe. Akanyanyua macho na kupiga cross nzuri ambayo ilimgusta. Dickson Kibabaga alijitoa mwanga. Akaondoka ule mpira ambao ulipigwa kichwa na Prince Mpumelelo Dube. Bakari Mwamieto umetengwa nje. Boka! Na blast ule mpira unakwenda nje na kwa ni goal kick ambayo angependa ishie. Ile zilikuwa yani lo. Tatizo uchoyo wa pasi. Hivi mjomba. Sawa, salamu nimezipokea. Lakini kuna kitu nataka nikwambie mapema kabisa. Angel, mbona sauti nzito hivyo? Kuna shida gani tena? Shida ipo. Maana naona hizi stori zetu zimebaki ni kupotezeana muda tu. Kila siku ahadi, kila siku maneno matamu. Lakini mbele sioni chochote. Angel, kwa hiyo unaona kama vile nakuchezea? Si kuona tu. Ndivyo ninavyojisikia. Mimi si mtoto wa jana mali. Mtu akinipenda lazima nione direction. Sio kuzungushwa kama bodaboda ya kukodi. Hapana Angel. Usifikirie hivyo. Jomba, hii ni science kama science zingine. Hapo unavyoniona niko maabara. Hata kama hospitali wameshindwa, wakija hapa mimi naweka sawa. Yaani kuna baadhi ya vitu wanavishindwa huko wananiletea hapa kwenye mila, mimi namaliza mzee wa mila. Mjomba, hiyo ni mila au utapeli? Maana sasa hivi umetoka kwenye utapeli wa kutembea na wake za watu bila ridhaa yao, umerudi tena kwenye utapeli wa watu kuwaibia pesa zao. Mjomba, hapo ni uongo. Huo ni utapeli kama utapeli mwingine. Mimi unazungumza na nani hapa? Mimi nakupenda kwa dhati. Tatizo ni mazingira tu. Mazingira? Hiyo sentensi nimeisikia mpaka imenichosha. Watu wa Uswazi tunasema ukilitaka jambo unaitafutia njia. Na ukikosa sababu unaitafutia visingizio. Sikiliza kwanza. Angel, mimi na mke wangu hali si nzuri kabisa. Zaidi ya miezi 3 hatuelewani. Kila siku ni migogoro na mabishano. Sasa hayo matatizo, mimi sio hakimu wa ndoa. Najua. Ila nataka ujue kuwa si utapeli wa waziwazi kabisa. Na kwa sasa hivi mtano na skendo nyingine. Baada ya kuacha ile niliyokukanya ya kutembea na wake za watu bila ridhaa yao, sasa hivi umerudi tena kwenye chuma uledi. Unatapeli watu pesa zao. Mjomba, hayo mambo mengine ni ya kuachana nayo. Haya mambo ya kimila mimi nadumisha. Unajua mtu ukiwa unapenda mila, watu wengine wanakuchukulia kivingine. Sawa, wewe endelea, lakini kuna siku atakuja kutokea puani, alafu nienda kuangalia tu kama sikuoni. Nakwambia ukweli mjomba wangu. Sasa na hayo mjomba. Mjomba bwana, mimi hamna kitu ambacho nakukubali mjomba. Niko tayari kufanya maamuzi magumu ili maisha yangu yawe sawa. Maneno ni mepesi sana kuliko karatasi. Kila mtu anaweza kuahidi. Swali ni utekelezaji uko wapi? Nipe muda kidogo Angel. Nitatatua kila kitu. Muda? Hicho ndo kitu ambacho sina kwa sasa. Hapa nilipo kuna mpango mwingine ambayo inaendelea. Mipango? Mipango gani? Si utapeli wa waziwazi kabisa. Na kwa sasa hivi mtano na skendo nyingine. Baada ya kuacha ile niliyokukanya ya kutembea na wake za watu bila ridhaa yao, sasa hivi umerudi tena kwenye chuma uledi. Unatapeli watu pesa zao. Mjomba, hayo mambo mengine ni ya kuachana nayo. Haya mambo ya kimila mimi nadumisha. Unajua mtu ukiwa unapenda mila, watu wengine wanakuchukulia kivingine. Sawa, wewe endelea, lakini kuna siku atakuja kutokea puani,
Alafu nienda kuangalia tu kama sikuoni. Nakwambia ukweli mjomba wangu. Sasa na hayo mjomba. Mjomba bwana, mimi hamna kitu ambacho nakukubali mjomba kwenye kuchagua mademu. Mjomba yule demu sio anaitwa nani sijui Sasha. Mjomba yule umechagua mjomba. Yule mjomba acha utani wako bwana. Yule nakubali. Acha utani wako bwana mjomba. Mjomba, si unajua sikutaka kupoteza muda kabisa kumiliki yule mwanamke. Hongera sana mwanangu, yule Sasha ni binti mkali mno. Ndio maana mjomba nikasemaje? Nisipoteze nafasi hata kidogo kwake. Hapo nakukubali. Wewe kwenye kuchagua wanawake hujawahi kukosea hata siku moja. Ndio maana nampenda sana. Ila tabia zako bado mbovu mno. Unamaanisha nini mjomba? Wewe unapenda sana watoto wa shule, hasa wa sekondari na mtaa mzima wameshajua. Mjomba. Hebu acha kunichomekea maneno bwana mjomba. Unaniharibia CV ujue. CV gani? Juzi nilikuona na denti, tena amevaa uniform. Uongo. Naangalia fursa ya kazi sehemu nyingine. Nikipata nafasi nzuri, nitaondoka tu. Sitokaa hapa milele nikisubiri mtu afanye maamuzi. Usiondoke kabla sijakaa sawa. Nakuomba tafadhali. Mimi siwezi kusimamisha maisha yangu kwa ajili ya matumaini. Kila mtu anapambania kesho yake. Kwa hiyo bado unanipa nafasi? Mjomba, si unajua ilikuwa kama bahati mbaya tu. Si unajua zile 1v1 nisingeweza kumwacha salama. Wala ila ilikuwa bahati mbaya. Wewe ukishawaona tu wanafunzi, mapigo yako ya moyo huwa yanaenda mbio. Mjomba, sio hivyo unavyomaanisha sasa. Hebu acha kunichomekea maneno yako bwana. Nakwambia ukweli mwanangu, siku hizi dunia imeharibika. Usije ukaingia kwenye matatizo kwa tamaa za kitoto. Nimekusikiliza na nimekuelewa mjomba. Utafanya hivi. Sasa huyo Sasha, nafasi ipo, lakini sio ya milele. Kama kweli unanipenda, onyesha kwa vitendo. Usije na stori za kesho, mara wiki ijayo, mara mwezi ujao. Nitafanya kila linalowezekana, tafadhali. Basi fanya haraka, maana uswazi tunasema treni ikifika stesheni haimsubirii abiria anayefunga viatu. Ukichelewa utakuta imeondoka. Nimekusikia Angel. Sawa, niruhusu nifanye kazi. Mpira uko upande wako, utaamua mwenyewe. Nitakuonyesha kwamba sikutanii. Nakupenda sana. Sawa, tutaona. Maana macho yanaamini sana kuliko masikio. mshike vizuri, maana inaonekana yule amekomaa kiakili. Unasema kweli mjomba? Kabisa. Ndio maana nampenda. Usije ukajichanganya ukamwacha ukaenda kuwinda tena vitoto vya form 4. Sema nini mjomba? Kuna kitoto huwa nakiangalia kinanivuruga akili kweli. Yeye ni mtoto si Mwarabu, mtoto si shombe shombe, yeye ni mtoto mzuri fulani hivi. Mtoto mashallah kabarikiwa. Mtoto ni mzuri. Yaani mjomba nikimpata yule, takataka zote naziweka pembeni. Na dili na yule, nawekeza kwa yule tu. Nasubiria akishamaliza shule aweka ndani. Naoa kabisa mjomba. Zuri, mtoto mashallah, kabarikiwa bwana. Nilikwambia Chama kafanya yake. Nilikwambia Chama kafanya yake. Oye, inaonyesha kabisa offside, ilikuwa offside. Offside gani? Umeona mtu kavalishwa kanzu hapo tena siku ya Ijumaa. Anamlambisha nyasi Rushainderog. Anaiseti mbele ya Tanja Kasari. Lakini bahati mbaya movement nzuri. Sema nini mjomba? Ila kwa kale katoto, siku nilikapata kakaingia kwenye mifumo yangu vizuri, pale nitatulia kabisa, nitakavumilia na nitakasubiria siku kamemaliza masomo yake. Pale mjomba nakaa natuliza kichwa changu kabisa, nafunga ndoma kando kando yote naweka kushoto. Na kuahidi hilo mjomba. Kwa hiyo ina maana
Huyu Sasha ninayemsifia manake na yeye utamweka pembeni. Tulia wezi Lipendo mjomba bwana. Mjomba, wewe nikiendelea kukalia kimya, inaonekana wewe utafaidi. Sasa na mimi napita njia zako hizo hizo. Mjomba. Haya bwana. Mimi ngoja niwahi kibaruani. Si unajua muda wa kazi huu. Mimi nipo na mimi hapa na kazi yangu hapa. Timu yako ishapigwa 2 kavu sasa hivi na ndoo. First half sasa hivi. Sio kesi. Mpira ni dakika 90. Mimi ngoja niingie kazini kwanza mjomba. Haya, haina shida. Mimi namalizia kazi yangu. Mimi hata Mwalimu Koncho sijampenda. Mimi nasubiri kwanza zangu anijazie tu matokeo vizuri. Akishamaliza namdia vyela vyake afu napita hivi. Atanifanya nini kwani? Atanionea wapi nikiwa nyumbani? Yaani ndio hivyo. Wewe mlie vyela vyake. Yaani na faulu anasema kwamba eti naenda Arusha. Arusha hiyo. Uongo. Yaani ambao nani matokeo haya wenyewe ndo wanayasaisha? Haya. Ni mitihani tu ya kishule ndio tutajaziwa matokeo. Lakini ndugu yangu NECTA si matokeo baba, matokeo haya ni ya shule tu sio ya NECTA. Usijali. Yaani nyie tunyamaze. Wasija katusikia hapa wanafunzi wengine wakaja kusikia kwamba eti tuna date na walimu. Wao tunonye kielele tu. Watu usikie. Mimi na nyamaza, sitaki maneno mengi. Nataka nijue kutoka kwako. Kwa nini sasa hivi utaki na kuja nyumbani kwenu? Sio kuja kwetu tu, hata kusimama hivi barabarani, vichochoroni na mtaani pia sitaki. Kwani mtu kwenda kumsalimia mpenzi wake na kumuona mara kwa mara ni kosa? Ndio nyumbani Gezo. Tambua mimi ni mwanafunzi. Sawa, hilo nalitambua. Sasa ulitaka niende vichakani ndio nikakutafutia vichakani kweli? Sasa kama ulikuwa unalitambua hilo, kipindi na kutongoza mpaka unanisubirisha, unanipanga. Mpaka siku inakuja inatokea unanipa majibu kwamba umekubali kuwa na mimi. Ulikuwa unajua kama mimi ni mwanafunzi? Usifike mbali. Au unataka ujue kwamba nilikuwa nakulia vyela vyako tu hivyo vidogo vidogo? Sasa uzuri muda nao kuwa anakuja nyumbani kwenu. Babako anakuwa yupo kazini kwake. Je, nani wa kumpa taarifa hizi kama mimi nakuja hapo kwa ajili yako? Wakumpa taarifa ni wengi tu. Mtaani hapa. Unadhani kwamba wanifahamu mimi? Gizu, watu wanavyotuona tumesimama hivi vichochoroni. Huoni kama utaniharibia masomo? Lakini kuna muda hisia zinanipelekesha mama wangu. Hisia? Basi hizo hisia ndo zitakufunga. Maana yani haipiti muda umeshafika nyumbani. Kweli? Kona yupo tayari nifungwe kwa sababu nakupenda? Wewe mwenyewe unaelewa kabisa kwamba kiasi gani ninavyokupenda. Hivi nini kinakusumbua hasa Sasha? Moyo unalia, machozi yananitoka. Ndoa, ndoa. Vijana walikuwa hapa, nimeibiwa simu yangu, nimeibiwa simu na mkoba. Jamani mwizi! Jamani mwizi! Jamani! Sasa chuchi zangu, nipe hela zangu nipite hivi. Shamba wewe. Ushakula hela zangu za kutosha. Hela za chipsi, hela za nauli, paka vocha. Sasa ili mambo yasiwe mengi, mimi nataka nipe cha kwangu nipite hivi.